Msikilizaji ndani ya Kioo cha Starabika asubuhi ya leo, ningependa kusikia maoni yako wewe mwenyewe kama mzazi, wewe kama mtu ambaye ako na mtoto, wewe kama mtu ambaye ako na ndugu shuleni, na wewe kama mwalimu wa pale shuleni. Alright, mimi nataka kusikia maoni yako kwa sababu kuna clip moja ya mwanafunzi nimekutana naye. Walikuwa wawili pale na nimekutana na clip yao pale kwenye mtandao wa TikTok na walikuwa wanazungumza. Nataka uniambie wakati ambapo unasikia wanafunzi ama watoto wakisema hivi, ni kitu gani ambacho kinakuja kwenye akili yako na ni hatua gani ambayo inafaa kuchukuliwa, kwa sababu inaweza kuwa utasema kwamba wanafanya content lakini hawa ni wanafunzi. Alright, hawa ni wanafunzi na nataka tu unipe your honest opinion. Kwanza sikiza. As a student, kama mjatupatia after 2 weeks shule tutazidi kuchoma ama aje? Tutazidi kuchoma shule. Tutazidi kuchoma. Mtupatie after 2 weeks exam isikuwe. Tuwe na end term tu peke yake, alafu chakula iwe mob. Kama jana sikukula, nimerudi home. Niko njaa, nimekonda sana. Kama mjatupatia after 2 weeks shule tutachoma sana. Petrol soja ndiye anatuletianga fuel hapo. Anatupea ati tumwage kwa domes. After mtaona moto, mtazifunga. Mtafunga hizo shule zote kwa hii Kenya. I hope now sasa tumechoma 200 and something hapo. Ama aje? Hivyo. Waambie kitu. Lazima shule tuchome. Tutazidi kuchoma. Kwa sababu William Ruto, wewe ni kwanza ni one term. Msikilizaji, hao ni wanafunzi na ni watoto wetu ambao wako shuleni na ni watoto ambao tunatarajia labda waweze kukaa shule wasome, lakini unasikia vitu ambavyo wanazungumza. Nataka kujua tu your honest opinion. 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Radio Maisha. Hello. Radio Maisha. Yes, good morning. Mimi ni Michael Muhindi kutoka Bungoma County. Karibu. Mimi ile kitu nimesema aje Mungu nikatetemeka. Okay. Unaona watoto kama hawa mtumie TCI. Washike mtoto kwanza, nimeanaongea huyu first ndio ashike kwanza. Kwa sababu kuna kulizi kama wazazi. Watoto ni wapeleka shule wapate wasome, wameenda kurandaranda kusoma mashule na hawajui na wazazi kama hasa. Sasa kama imepata na hii trip wa DCI wafuatilie kabisa, washike huyo mtoto kwanza, alafu yeye atakuwa fursa kwa wengine. Kama utaandika vipofu kabisa waache mambo ya kusoma shule wasome shule, watoto kesho yake watakuja kwa majambazi. Hao watoto watakuwa majambazi sana. Alright. Sasa inafaa wao washikilie maana kabisa. Asante. Mzee weko tu. Hello, Radio Maisha. Alright, sikupati ngeno. Kambua. Yes, good morning. Inakuaje? Niko salama. Uko aje wewe? Pia mimi niko salama. Alright. Ndani ya Bukuta, Taita Taveta County Kasilia shuleni. Ndio. Kwanza, DCI kazi yao ni kufuata watu wenye wanaongea vitu ambavyo si vya kisahihi kama hivi. Ndio. Huyu ni mwanafunzi ndio asikatai, lakini unajua ni utetezi mkubwa sana. Hapa hivi kwa mtandao unajua watoto wanaingia kwa mtandao sana. So wale wenye wamesikia wenzao unajua watafuata hizo majibu wenye pia naye ameongea. Ndio. So huyu anastahili DCI wafuatilie na wamshike huyu mtu na wamweke tena sana zaidi, kwa sababu yenye aliongea kitu. Hiyo si kitu ya kuongea, hata kama pengine uko na jambo lako umepanga katika moyo wako, lakini sio kitu kwa kuongelea kwenye mtandao hivyo. Alright, sawa sawa. Asante sana mzee weko Tugithenya. Salama sana Kambua. Karibu. Nimesikia mjadala. Ndio. Na tumesikia vibaya sana. Unajua Kambua, wakati kama huu mtoto akiongea kama hivyo kwa nini kwa simu ndani? Ndio. Ama kwa TikTok. Ni vibaya sana. Ndio. Na nafikiria watu wengine wanalia na wana machozi. Kwa sababu bado hatujamaliza hata wiki moja. Sasa kuna wazazi wenye wanakio sana kwa sababu ya watoto wao wenye walichomekea huko. Ndio. Alafu mtoto kama huo anaongea namna huyo anatakikana ashikwe
Ndio. Na apigwe ama afungwe kwa sababu huyo anaweza sababisha mambo mbaya. Okay. Kuwa na siku njema Kambua. Asante sana. Jemo. Daktari, mambo vipi? Niko salama, uko aje? Niko poa sana. Huu ni James Jemo upande pa Jodole Bungoma County. Nasemaje? Yes. Kwanza hao wanafunzi washikwe. Ndio. Wanaleta mfano mbaya sana kwa wanafunzi wengine. Ndio. Imagine hata wiki moja na wanaongea hivi. Sasa kunaenda kuaje? Hao wanafunzi washikwe, wachukulie hatua. Alafu wakwe kama as a good example kwa wale wengine wenye wanajaribu kufanya kitu kama hiyo. Alright. Asante sana. Philip. Yes, Kambua, habari? Niko salama. Mimi nasema hivi. Yes. Ile kitu mimi inanichangaza, kila mtu alienda shule kusoma, maisha yake ibadilike kesho. Ndio. Na kila mtu hafanani na mwingine. Ni maskini, wewe kwenye kuna mali, alafu sasa kuna ule mtoto ambaye hata akirudi nyumbani baba yake hana shida kuko kwao. Lakini sasa ule mtoto maskini ambaye anaenda kusoma kuja badilishe maisha ya boma yao, anaenda kushirikiana na ule ambaye yeye hataki kuenda kusonga mbele. Ndio. Ningekuwa waziri leo ama rais. Ningesema tu shule, watoto wakuje shule kesho. Yule hataki akuja akae nyumbani. Okay. Kwa sababu hiyo watoto wanafaa kujua maisha ni yao. Walimu wameshasoma, wanachukua mshahara, kwa hivyo maisha yao ya kesho ndio wanaharibu. Okay. Asante sana. Paul wa Bungoma. Hello Kambua. Yes. Habari ya asubuhi. Niko salama. Ya wewe ni Paul wa Bungoma kutoka Kenya. Alright. Na nawakilisha nikiwa Laikipia Mkindera enda huko na wakati leo tankilia. Karibu. Sasa kwenye chuo cha jamii. Nimesikia sasa, najua sasa wanafunzi kuchomba shule imekuwa sasa ni kama sasa wameona tu ni kama kitu ya kawaida. Okay. Na unajua sasa wazazi ndio wanaumia. Unajua wakichoma shule hivyo serikali ya shughuliki, wazazi ndio wanaumia. Sasa wakome kakilaki hiyo ni kitu mbaya sana. Hapo kwa one time wakokana, lakini kwa kuchoma shule hapana. Lakini unajua bado nashangaa rais anatokea wapi wakati ambapo wanafunzi wanazungumzia masomo na okay, sawa. Frasha mambo. Mambo vipi? Mambo fresh, unampata mtu anaitwa Frasha mambo mwamba mwenyewe. Alright, karibu. Inakuaje kwenye bomba pale? Niko salama. Hawa ni wauni ama ni wanafunzi? Imagine ni watoto wadogo kabisa. Ukiwaona ni vijana wadogo sana. Na wachapa vibogo. Hao vijana. Hadi wanasema tuwape 2 weeks. Umesema hata wasipewe polisi waletwe kwako? Walete kwangu. Mimi ndio discipline vibaya sana. Wanasema ati wapewe food enough. Yes. Wapewe 2 weeks. After 2 weeks imeisha, wanarudi shule na wapewe exam. Au wameenda kusoma. Nyinyi wanafunzi, mlienda shule kusoma ama kukula? Tuna train wauni ama watu ni wapi hawa? Sasa jenye mimi ndasema Kambua. Ndio. Wanafunzi wafikirie kwamba wazazi watawapeleka kwa shule kukula. Ndio. Wamewapeleka kwa shule kupata ile knowledge. Ndio. Yenye wakuwa nayo. Na watumie ile akili sentence ile kusaliwa kwamba wakati wanawapeleka shule hivyo watafutia maisha yao ya baadaye iwe mazuri. Ndio. Na kama mtu atafikiria hivyo, hawezi fikiria mambo ya kupewa hata likizo ya 1 week. Hadi chakula tena anapewa enough. Namna gani? Alright, sawa. Kwa simu ya Frasha utaniruhusu nikome hapo msikilizaji. SMS line yangu anasema hello Stano Ngara. Watoto wako na haki ya kuongea. Serikali ishughulikie haki zao. Kuwashika sio suluhisho. Alright, mwingine anasema Kambua ni Derek kutoka Katira.
Busia, ningependa kusema hawa wanafunzi washikwe ndio wakuwe funzo kwa wengine. Mwingine anasema hello Kambua, ni Rogers Churo, huyo mtoto anaongea hivyo atafutwe atibiwe, anaweza kuwa ni mgonjwa jamani. Kuna mwingine anasema Kambua dadangu uko poa. Okay. Kulingana na hii mada sijui hawa watoto wanaenda wapi. Mimi ningeonelea hivi, juu ni kama kuna wanafunzi wenye hawana haja na masomo, so wasitatize wenzao wenye wanataka kusoma. Alright, hatua yangu ni watoto hao kwanza washikwe, wachapwe. Ni Brian. Mwingine anasema good morning Kambua, achana na watoto wako na haki, usikii bado? Okay, sawa. Khalid Mkadinare from Lundi. Alright, mwingine anasema na sasa president ametokea wapi ndio ujue discipline hakuna hapo. Mwingine amesema hello Kambua, ni Rogers Churo, huyo mtoto anaongea hivyo atafutwe. Okay, sawa. Ni Abeauty Mulongo kutoka Nangili, au vijana wanataka discipline nzuri sana, mniletee. Alright, msikilizaji, mimi nitasema hivi, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Kwanza, huyu mtoto ni mtoto mdogo sana. Swali langu ambalo najiuliza ni kwamba je, ametoa wapi simu ambayo anarekodi video kama hii? Kwa sababu yeye ndo ameshikilia simu. Pili, nauliza tu, wakati ambapo labda ni kama ni simu ya mzazi na mzazi amempea, mzazi anafuatilia kujua kwamba mtoto wake wakati ambapo anachukua simu ni masomo anafanya ama kuna vitu vya ziada anafanya. Tatu, hata kama mtoto anadai haki yake, kunafaa kuwa na heshima na kunafaa kuwa na jinsi ambavyo mtoto anafaa kuitisha haki yake. Kwa sababu sasa hivi tukisema kwamba tutaendekeza watoto wengine wetu, wakati ambapo tuna grow, tungeachiliwa tufanye vile ambavyo tunataka, trust you me, hatungekuwa mahali tupo sasa hivi. Kwa hivyo ni hatua tu zichukuliwe kwa hawa watoto, na watoto ambao wako na utovu wa nidhamu kupita kiasi waweze kuchukuliwa hatua kali, ili baadaye labda wenzao wataweza kulearn kutoka kwao. Kwa sababu honestly whatever is going on, ndiyo mtoto anaweza kuwa anadai haki yake. Hata kuna mtu ambaye nilisikia akizungumza akisema, leo hii uko na baba na babako mzazi labda hajaweza kukununulia kile ambacho unafaa ama hajalipa school fees. Utakuja kumkelelesha kama mtoto mdogo, utakuja kumtukana, umwambie ni haki yako baba kutoa school fees. Si utakuja kumuongelesha vizuri, umwambie dadi, unajua wanafunzi wengine wako shuleni wanasoma, ndiyo ni haki yangu, lakini kwa nini unilipie school fees? Si unilipie tu school fees niende nisome. Lakini wakati ambapo wewe ni mtoto mdogo unakelelesha mtu mzima, what do you think will happen? Ndio mwisho wa Kioo cha Jamii. Hii ni Starabika, mimi unaniita